Kwanza mwenyekiti Muntaza Ali Mangungu alikuwa yuko sahihi kuitisha ule mkutano, kwa sababu kikatiba ya Simba inamruhusu mwenyekiti kuitisha mkutano wote wa dharura muda ambao hanaona yeye unafaa. Yuko sahihi, na mwenyekiti ni mwenyekiti Mangungu. Huyu ndo mwenyekiti wetu kwenye 51%. Huyu ndo yupo pamoja na wanachama, anatunza haki zote za wanachama klabu. Watu wanapotokea mashabiki wakamlaumu kwamba mwenyekiti amekosea, hawa watu hawajui katiba ya Simba. Mimi nimesikitika, nimeona taarifa ya bodi kupitia huyu mwenyekiti wa bodi anasema kwamba ile mkutano uliofanyika ni batili, si halali. Kwanza maswali ya kujiuliza, kwenye timu yetu nani ambaye ni mwenyekiti ambaye mwenye kauli ya moja kwa moja ya klabu? Kauli ya mwisho. Mwenye kauli ya mwisho inatakiwa awe ni Muntaza Mangungu. Huyu ndo ana asilimia kubwa. Sasa leo hii huyu Muntaza Mangungu ameonekana hana kauli, ameonekana yeye Muntaza anachokiongea ni kitu ambacho kinaklashiwa na bodi. Hivi Simba yenyewe ni nani? Kiongozi wa Simba, mwenyekiti wa Simba ni nani? Ni upande huo wa wawekezaji ama upande huo wa wanachama? Inabidi tujiulize hilo swali. Mimi nimesikitika sana, kwangu mimi huyu mwenyekiti hajatendewa haki Muntaza, na Muntaza alikuwa yuko sahihi. Kwanza hizi habari zilitakiwa kwanza zirushwe kwenye social media ya Simba Sports. Unajua ndugu yangu wa Matole, mtu ni wa kweli kabisa. Kwanza anayemiliki peji ya Simba ni nani? Upande wetu wa wanachama ama upande wa bodi? Wenye Simba wenyewe ni nani? Upande wa wanachama au ya bodi? Kwa sababu tumeona hata kitengo hiki cha habari, ndio maana kuna kipindi fulani mimi niliomba kibadilishwe. Hichi kitengo cha habari nacho hiki kimeshindwa kufanya kazi yake kwa ufanisi na msimamo. Hichi kitengo cha habari hakifai, na mimi nitashangaa nikiwa na management yangu kiendelea na hichi kitengo cha habari. Haiwezekani habari ya mwenyekiti wetu wa klabu muicrash. Mtoe taarifa kwa umma kwamba hii kikao cha mwenyekiti wa bodi bodi ya wajumbe ni batili, na mwenyekiti naye akija na taarifa yake kwa umma, kwa taarifa mbili zinakinzana. Ndio maana nasema hii kitengo cha habari kibadilishwe, kimeonyesha madhaifu makubwa. Sasa kwa hiki ambacho kimetokea ndani ya Simba Sports, unaona vipi sasa kuelekea msimu mpya ambapo mnahitaji kombe? Haya yanayoendelea sasa hivi itakuwaje? Unajua ndugu yangu wa Nodi, mtu ni wa kweli kabisa. Jana tumeona Yanga wamefanya mkutano wao, uchaguzi wao, uchaguzi bora, kila mtu katoka karizika. Walioshinda wajumbe wamepitishwa bila malalamiko. Unaweza kuona engineer naye ameshinda bila malalamiko. Watu wote hawa wameondoka, wamepiana mikono, wanafurahi, wanacheka, wameungana, wamekuwa kitu kimoja. Of course wameongea mambo yao sahihi kabisa, lakini kwetu sisi huku unasikia bodi inampinga huyu, bodi inampinga huyu, wengine wanakuambia Mangungu hafai. Nimesikitika zaidi, nimeona kwenye gari ambao watu walikuwa wanatoka Ngorongoro, gari zima wamelipuka, Mangungu atupishe, Mangungu hafai. Mangungu kosa lake lipi? Alafu sasa ajabu, ndio maana nakwambia kuna baadhi ya mashabiki wenzangu huwa ni bendera ufuata mkumbo, bendera ufuata upepo. Ni bendera ufuata mpepo, wanalipuka tu, wanaongea wanavyotaka wao kwamba Mangungu hafai. Huyu Mangungu ndo ametuletea Jeruti. Leo hii tusingemjua Jeruti bila huyu Mangungu. Huyu Jeruti ndo kawapeleka kwa Ngorongoro kwenda kuangalia wanyama, kwenda kuzidiwa jezi. Alafu leo Jeruti wanamkataa mtu wao ambao alimleta pale. Ndio maana kama mashabiki wenzangu wa Simba wengi sisi tuna mapungufu. Jana walichofanya mashabiki wa Simba kinaingia akilini, hebu nikuulize wewe Anodi. Wanamfurahia mtu ambaye alipia gari kwenda Ngorongoro, ndio mtu ambaye wanaomkataa. Lakini wao mashabiki wanakuambia Mangungu hafai, wakati Mangungu kaletwa na Jeruti. Hebu tuweni wa kweli. Mangungu ndio mwenyekiti ambaye anatakiwa aongelee Simba. Huyu ndio mwenyekiti tunayemfahamu wana Simba. Unaposema Mangungu hafai, wewe sio mwana Simba. Wewe upo kwa maslahi yako binafsi. Hana haki zote za kuchagua wajumbe.
BMT namtambua kama mwenyekiti wa club. BMT namtambua, hata sheria ya Simba, katiba ile namtambua kwamba yeye ndio mwenyekiti ambaye ana haki ya kuchagua baraza la wadhamini, ya kupendekeza majina. Sasa unaposema anakosea kwa kipi? Kuna baadhi ya mashabiki wenzangu hili jambo walijui. Hebu ambie mashabiki wote wasome katiba ya Simba. Huyo ndio mwenyekiti ambaye anatutetea sisi wanachama. Huyo ndio mwenyekiti wetu ambaye anatupambania nembo ya Simba. Ila kuna baadhi ya mashabiki wawili watatu wachache hawajui hili jambo. Wanakwambia mwenyekiti kama msaliti. Usaliti wake uko wapi? Yeye ana haki ya kupendekeza majina anayoyataka yeye. Majina ya wajumbe wake ambao wanaona wewe watafanya nao kazi kwa ufasaha. Maana ishara hii ni kwamba wanataka Mangungu aondoke. Mimi nimeona jana kuna baadhi ya mashabiki wenzangu wanakwambia Mangungu aondoke. Mangungu hafai. Tukimpoteza Mangungu tumekwisha. Unasema? Tukimpoteza Mangungu tumekwisha, ndugu yangu Anodi. Huyu kiongozi atunzwe kwa wivu mkubwa. Ametuletea Jerut ndio ametuletengenezea jezi bora. Wewe unamkataa Mangungu, wewe nani ndani ya timu yetu? Kwangu mimi Mangungu ni kiongozi bora. Ukinipasua hapa Mangungu namba 1. Hebu tuweni wa kweli. Waombe mashabiki wote Mangungu alindwe kwa wivu mkubwa. Ni kiongozi ambaye anatusimamia 51. Hii 51 ndio anatusimamia isipotee. Kwa hiki ambacho kimefanyika, maana imemaanisha kwamba ndani ya Simba Sports Club hakuna umoja. Mimi ndio maana nakwambia ndugu yangu Anodi, kwenye kweli tuzungumzeni kweli. Kama kulikuwa kuna mapungufu au kuna shida yoyote, hususan katika upande wenu wa management, huyu Mangungu ameita mkutano. Hata kama utakuwa mkutano sio halali au kuna kuwasiliana na bodi, so fanya mambo mngemalizana wenyewe. Kulikuwa kuna haja yoyote kama sisi wanachama ama mashabiki tukajua ya mambo. Maana hii ni taharuki. Hii mnatengeneza taharuki na timu yetu kupelekea kama unavyozungumzia kwenye swala hili la tarehe 12. Sasa hivi ndio kipindi cha usajili. Mnapotengenezea taharuki maana yake nini? Mnataka Yanga achukue ubingwa tena. Na ndio maana nasema ndugu yangu, kuna baadhi ya watu ndani ya timu yetu ya Simba, ukiniuliza mimi sidhani kama wanaipambania timu yetu. Kwa sababu kama kuna madhaifu mlikuwa muongee. Bwana, mpigiane simu, mambo yao ni asili ya ndani. Lakini mnapotoka kwenye Instagram, kwenye social media mkazungumza mambo kama haya ambayo yanaleta taharuki ndani ya timu yetu, mpaka mashabiki wanachama wanaelewa kwamba ndani ya timu yetu kuna migogoro mizito inaendelea. Jambo kama hili tujitathmini. Maana kwa upande wa mwekezaji ndio unaonekana kuna nguvu kuliko upande wa mwenyekiti ambaye mwenye hisa 51. Kabisa, jambo kama hili ndio nakwambia, kwenye upande huo wa wekezaji una nguvu kubwa kuliko upande wetu 51. Unapaswa kuiweka sawa Simba na kina nani, wa mashabiki au upande wa wekezaji? Sasa unavyoona mashabiki wenyewe wote tumtaki mwenyekiti wetu. Kuna baadhi ya mashabiki wanakwambia mwenyekiti aondoke, wakati mwenyekiti ndio anatutetea sisi 51%. Na ukikatiba mwenyekiti ana haki zote za kuitisha mkutano na kuchagua wajumbe wake. Lakini wajumbe na kupitia mashabiki baada tusimame na mwenyekiti wetu, tunakwambia mwenyekiti hafai. Na kama tumie fursa hii kwambia mashabiki wote, tukimpoteza huyu mwenyekiti Mangungu tutalia kwa sauti kubwa. Sawa. Wacha tukiachana na hilo, jana pia tumetazama huo mkutano wa Young Africans ambapo umefanyika kwa amani, ukamalizika kwa amani, viongozi wamepatikana. Engineer El Said na mwenzake yule Al-Aj wanaendelea kuwa viongozi top. Pengine umezungumzaje hivi? Ndio maana nakwambia mimi nikisema uongozi wa Yanga ni bora kuliko uongozi wetu nitakuwa nakosea. Naposema kwamba Yanga wana usajili bora kuliko sisi nimekosea. Kwanza unapozungumzia hata bosi, bosi wetu na bosi wananchi, nani tajiri? Si wanasema tajiri namba 1 si Afrika. Wanasema bosi wetu namba 1 Afrika. Lakini kwa nini hao wanatuwini kwenye wachezaji bora? Bora ambao wanapomtaka hao wananchi wao mkosi. Ndio maana nakwambia hao wana management bora, wana uongozi bora ambao wapo kwa maslahi mapana ya timu yao. Wamefanya usajili wa jana tu hawa. Lakini hujasikia mtu kapigwa kibao, hujasikia wala mtu wanagombana, wala wajumbe wameridhika kwamba wameshinda kihalali, hata walioshindwa hujamsikia hata mmoja alotoka kwenye kamera au kwenye media kulalamika. Ndugu yangu, watu kama hawa kwa nini wasibarikiwe?
Watu kama hao kwa nini wasiwe mabingwa? Unaweza kuona wana umoja, wana mshikamano ndani ya timu yao, pamoja na usajili bora wanaofanya, lakini bado hata kwenye baraka wanapata, kwa sababu hakuna migogoro. Anayeshinda anashinda kwa haki, wote wanasimama wanaongea kauli moja. Akizungumza GSM kazungumza engineer, akizungumzia engineer hata wajumbe nao wanazungumza lugha moja. Hata mashabiki wao pia wa Yanga wote wanaongea, wanapendana. Ndugu yangu wa Matoe, tuweni wa kweli. Nana kwa utulivu wao ule umeweza kumfanya mpaka mkuu wa mkoa Albert Chalamila ameweza kujisajili kuwa mwananchi rasmi. Hii jawastua wana Simba? Kabisa. Mimi nilistuka baada ya kuona mkuu wa mkoa naye amejiunga na Yanga. Sababu kuna tetesi ilisema kwamba yule mwana Simba mwenzetu. Lakini jana baada ya kuona kwamba alichagua sehemu ambapo anaweza akapata amani ya moyo, Sofa akachagua kwa wananchi. Na mimi sasa, hii ni hatari mpaka kwenye viongozi wengi wote wataenda sehemu ambapo kwenye amani. Sofa klabu ambayo pekee yenye amani sasa hivi ni Yanga. Klabu ambayo unaweza kupata faraja ya moyo ni Yanga, utulivu ambao usiokuwa na pressure, ufurahie mpira, ni timu ya wananchi. Hamna longolongo kule. Kule wamenyoka, hawana longolongo, hawana mambo mengi. Wako pamoja na viongozi. Kabisa, naona nakwambia viongozi wote hawa si ajabu wakawa wananchi. Wote mmoja atabadilika. Sababu jana nimeona hata kiongozi yule wa Arusha anakuambia kwamba mimi jina langu limetajwa lakini sijashughulishwa. Yaani kwamba sijashirikishwa. Hii maana yake nini? Anaweza kuna hatari kubwa kwamba akawa na yeye mwananchi. Viongozi wote hao wanaweza akawa wananchi. Sasa moja kati ya kauli ambayo imewachanganya pale wananchi ni kuna kauli kama mbili, lakini mmoja hapa ambaye anasema pamoja na usajili ambao ameufanya wa nguvu, unakwambia bado kuna water player mwingine anakuja. Hii haijakustua pacha wa Simba? Bwana, mimi nilivyoona Yanga wamefanya usajili wa kumsajili huyu water player namba 6 ambao ni Fred Ngoma, nikajua kwamba Yanga wamemaliza usajili, nikajua sasa hapa ndo basi. Jana namsikia Alikamwe anaongea kwamba bwana kuna chuma kingine yule ambaye alikuwa anatusumbua tushafanikiwa kumsajili. Sasa mimi nilipomsikia Alikamwe nikasema labda Alikamwe huyu ni mtu wa masiala sana huyu. Ngoja nisikie kauli kutoka kwa engineer Elsi. Bwana engineer naye kasema bwana. Engineer naye kasema tena huyu ambaye katika wale watatu ambao walikuwa wanawasumbua kwa udi na uvumba, mmoja tayari GSM kaingilia kati na kashamwaga wino. Na muda wote wakati wote anatambulishwa ndani ya kabla ligi kuanza. Ukiniuliza mimi, katika wachezaji ambao Yanga walikuwa wanawasumbua, wa kwanza ni Elim Panzu, wa pili Gilimugisha, wa tatu Faisal Salum Feitoto. Tutegemee surprise nyingine. Mimi nilizungumza sana kuhusiana na winga wetu huyu. Mashabiki wenzangu wote wakanibeza. Nilizungumza sana kuhusiana na Gilimugisha, watu wengi wakanibeza. Nilizungumzia katika Faisal, mashabiki wengi wakanibeza. Ndugu yangu, katika wachezaji watatu, sio mimi, nimemsikia GSM engineer mwenyewe kupitia GSM. Katika watatu, chuma kimoja kinalia wapi? Inalia Jangwani. Hii tukio ambalo wanasema Yanga wameibiwa kombe lao la 2025 la Ngao ya Jamii, ilikuwa kumelipokeaje? Mimi ile tukio limenisikitisha kweli, kwa sababu nimeona hata ile kombe nalo ambalo la Ngao ya Jamii hao jamaa nao wanalitaka tena, wanatangaza limeibiwa. Maana yake nini? Wataka walichukue tena kombe lao. Brother, ile jambo limeniumiza sana, ile jambo limenisikitisha sana. Hao jamaa wana machungu, hao jamaa safari hiyo wamekuja kivingine, hao jamaa wana mengi. Tarehe 12 sio mbali. Kwa mambo ninavyoona yanaendelea kwenye timu yangu, nikiona huu tena watu wanauchwa madaraka, twenda kupoteana tena tarehe 12. Kwa hiyo kwa maana hiyo, akauli yako mwisho tunapomaliza hapa, unataka kusema kwamba hiki kilichotokea ndani ya Simba tarehe 12 tusitarajie kuona Simba mkifanya vizuri? Kabisa. Kwa sababu wametubwaga kwenye usajili, hata kwenye uongozi wametubwaga. Brother, hata wale machao ambao walikuwa wanasema ndani ya timu yangu kuna amani, wote hawa sasa hawana cha kuongea. Shabiki wa kawaida kabisa akajua kama ndani ya timu yangu kuna mapungufu makubwa na kuna watu wanauchwa madaraka. Na kwa kinachoendelea sitegemei kama tunaweza kumfunga Yanga. Tutamfunga Yanga kweli ikiwa tuna migogoro?
Upande wa wachezaji tuna Diombia. Haya, pa kwenye upande huu wa viongozi kuna migogoro mikubwa ambao kila mtu anauchwa madaraka. Ndio maana nakwambiaje, ili uweze kumfunga Yanga lazima timu yetu tuongee lugha moja. Hauwezi kumfunga Yanga kama ikiwa kila mtu anakwambia anaamini yeye ndio mwenye Simba yake. Anodi tueni wa kweli. Lini tulimfunga Yanga ikiwa timu yetu ilikuwa haina umoja? Hii Simba tumfunge Yanga, timu yetu inabidi iwe na umoja. Simba tuongee lugha moja ndio tuweze kumfunga Yanga. Hichi kinachoendelea sitegemei. Mlishindwa kumfunga msimu uliopita mbali kwa mbovu, sasa hivi kama akaji. Ndio nakwambia Nodi, ongea wewe. Kipindi kile Simba tulikuwa tunaongea lugha moja, tulikuwa tuna wachezaji bora, tulishindwa kumfunga. Tutaweza kumfunga Simba hii ambao kila kiongozi anaamini yeye ndio mwenye kauli ndani ya timu yetu. Kila kiongozi anaamini kwamba yeye ndio Simba yake. Sawa, ongea na mashabiki sasa wa Simba ambao wanafuata upepo. Mimi niwaambie mashabiki wenzangu wa Simba, tusimame na Mangungu. Huyu ndio kiongozi ambaye anatupigania 51%. Ili 51, huyu ndio mwenyekiti wetu ambaye anatupambania. Ili Simba iwe salama inabidi tumlinde huyu Mangungu kwa wivu mkubwa. Bwana, mimi nikushukuru sana. Asante.